Mungu wetu, wakati wote tunaposogea mbele zako, hatuna budi kushukuru kwa neema ambayo unakuwa umetupa, kwa sababu pasipo neema hiyo tusingeweza kuwa mbele zako tena. Ni kwa neema tu kwamba tunakuwepo nyumbani mwako tena leo kusikizishwa maneno yako, tukijua kwamba maneno yako ni uzima, neno lako ndio taa na mwanga wa njia yetu. Hivyo basi kila mmoja wetu tena kwa neno la leo uzidi kuimarishwa katika imani, ili tusipeperushwe na kupeperuka kwa kila upepo wa elimu wa nyakati za mwisho, katika jina la Yesu. Karibu Roho Mtakatifu basi yatwae yaliyo ya Kristo na kutupasha habari. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu umefanya hivyo na kuzidi, katika jina la Yesu. Amen. Somo letu la leo litakuwa ni muhtasari na hitimisho la somo letu la Jumapili iliyopita. Kwa wale ambao hawakuwepo Jumapili iliyopita, tulikuwa na somo refu lililokuwa lina kichwa miujiza kuwafuata na kuwaovateki waaminio. Hatuna muda wa kuyarudia tuliyojifunza, ambayo yalikuwa ni mambo mengi mno katika somo hilo, lakini yule ambaye hakuwepo katika somo hilo ana budi kuchukua muda wake mwenyewe na kulitafuta somo hilo ili aweze kulioanisha vizuri na somo letu la leo, ambalo kama nilivyotangulia kuzungumza ni muhtasari na hitimisho la somo la Jumapili hiyo iliyopita. Na somo letu la leo sasa linakuwa lina kichwa msingi mkuu wa huduma ya Kristo. Msingi mkuu wa huduma ya Kristo. Hatuna budi kufahamu na kuzidi kujikumbusha kwamba sio mahali popote ambapo panatajwa kwamba ni kanisa la Wakristo, ni kanisa la Kikristo, basi tuseme hapo yuko Kristo, hapo kuna huduma ya Kristo. La hasha. Kama tulivyogusia nyakati za mwisho, Yesu Kristo alisema waziwazi kwamba watatokea makristo wa uongo. Watatokea makristo wa uongo. Tujikumbushe mstari huo katika Mathayo sura ile 24 mstari ule wa 24. Wengi wetu tunakumbuka mistari iliyotangulia. Yesu alikuwa anazungumzia
dalili za mwisho wa dunia. Na sasa nazungumza moja ya dalili hizo, kwamba kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini yake, kama ikiwezekana, hata walio wateule. Makristo wa uongo kwa miaka mingi iliyopita wamekuwa wakijitokeza makumi kwa makumi ya watu wanaojiita kwamba wao ndio Yesu aliyekuja mara pili duniani. Wao ndio Kristo aliyesema atarudi. Na mpaka hivi tunavyozungumza bado wako hao Wakristo wengi tu sehemu mbalimbali duniani wanaojiita hivyo kwamba wao ni Yesu Kristo. Kule Siberia, maeneo ya huko Urusi, yuko huyo mmoja anaitwa Yesu wa Siberia. Saizi wako yuko huyo, jina lake halisi anaitwa Sergei Torop, SERGEY, alafu Torop, TOROP. Huyu anajulikana hivyo kama Yesu wa Siberia, naye amekuwa akifanya ishara na maajabu kadha wa kadha, lakini Mungu hayuko ndani ya huduma yake hata nukta. Kule Brazil vile vile, hivi vitu tunavyozungumza, yuko vile vile Kristo wa Brazil. Huyo anajulikana, wanamwita INRI Kristo, INRI, alafu Kristo kwa lugha zao hizo za kwao CRISTO, INRI Kristo. Lakini jina lake halisi ni Alvaro Feiss, Alvaro ALVARO, Feiss THEISS. Huyu naye amefikia mahali kuvuta watu karibu 2000 ambao wanakaa chini ya mlima na kuweka kambi kabisa usiku na mchana kumwabudu huyu Kristo wa Brazil. Yeye naye hufanya ishara hizo ambazo hakuna Mungu ndani yake. Kule Australia vile vile, hivi tunavyozungumza, yuko Kristo mwingine. Huyu naye anaitwa Alan John Miller, ALLAN John Miller. Miller ni MILLER. Alan John Miller, huyu ni Kristo wa huko Australia. Huyu Kristo wa Australia wakati wote anatembea na mke wake ambaye anaitwa Mary Luck ya bahati, LUCK. Na wote hawa ni makristo uongo, wako wengi, si rahisi kuwataja moja moja. Hata kwa wale wanaokumbuka miaka michache iliyopita aliwahi kutokea mwingine katika nchi yetu
maeneo ya Rukwa huko, naye alijitambulisha kwamba ni Kristo aliyekuja, naye akavuta watu kadha wa kadha huko Rukwa. Hawa ni makristo wa uongo ambao Yesu Kristo alisema watatokea, lakini haitakuwa tu hawa kwa watu kama watu, lakini zitatokea huduma vile vile ambazo zitakuwa sio huduma, zitakuwa ni huduma zinazoitwa kwamba kuna Wakristo wanaenda pale, ni huduma ya Kikristo, ni kanisa la Kikristo, lakini Kristo hayuko pale, lakini ni huduma ya Kristo wa uongo. Yesu akasema watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Neno nabii la Kiswahili linatokana na neno ambalo linatamkwa hivyo hivyo katika Kiebrania nabii, lakini linaandikwa NABIY. NABIY ni neno la Kiebrania ambalo kutokana na hilo tunapata neno letu la Kiswahili nabii. Neno nabii la Kiebrania, tafsiri fupi ya Kiingereza ni mouthpiece of God. Mouthpiece of God, kinywa cha Mungu. Nabii anakuwa ni kinywa cha Mungu. Mungu anazungumza na wanadamu kupitia katika kinywa chake. Sasa manabii wa uongo watakuwa sio vinywa vya Mungu. Mungu atakuwa hazungumzi na watu kupitia katika vinywa vyao. Ni rahisi kufahamu hivyo, na ndio tunaweza tukapata kujua msingi mkuu wa huduma ya Kristo. Kama wengi wetu tunavyofahamu, Kristo alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Moyo wake wote ulikuwa katika roho zilizopotea, na anasema ataacha 99 wenye haki na kumtafuta mmoja aliyepotea. Na anasema mbinguni kuna furaha kubwa sana kwa mtu mmoja anapokuwa anatubu na kuna furaha kubwa sana mbele ya malaika. Katika Luka sura ile ya 15 mstari ule wa 3 mpaka mstari ule wa 10, hapa ilikuwa baada ya Mafarisayo na waandishi kumwona anatumia muda mwingi kuzungumza na wenye dhambi. Sasa anasema, akawaambia mfano huu akisema, ni nani kwenu mwenye kondoo 100 akipotewa na mmojawapo, asiyewaacha wale 99 nyikani, aende akamtafute yule aliyepotea hata amwone, naye kisha kumwona humweka mabegani pake akifurahi. Na afikapo nyumbani kwake huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami, kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Nawaambia, hivyo hivyo utakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye, kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 au 99 ambao hawana haja ya kutubu.
Au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata ione, na kisha kuiona huwaita rafiki zake na jirani zake akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimeipata tena shilingi ile iliyonipotea? Nawaambia, vivyo hivyo kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Yesu alizungumza maneno haya akitoa msisitizo katika kuelezea kwamba hicho ndicho kilichomleta duniani, kutafuta wenye dhambi na kuhakikisha wanatubu, na mmoja tu akitubu dhambi zake akamgeukia Kristo, basi kuna furaha kubwa sana mbele ya malaika kule mbinguni, na mawazo yake yote, moyo wake wote ulikuwa katika kuwaleta wenye dhambi kutubu. Hiyo ndio huduma ya Kristo, kubadilisha maisha, changing lives. Tunapozungumzia changing lives au kubadilisha maisha, hatuzungumzii mtu alikuwa anaumwa mwili sasa amepona, la hasha. Kubadilisha maisha nazungumzia vile Sauli alivyokuwa, ambaye anasema hapo kwanza alikuwa mtukanaji, ni jeuri na kadhalika, lakini alifanya hivyo, alitenda hayo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. Lakini alipokutana na Yesu Kristo akabadilishwa maisha yake, akafikia mahali kusema, nimeishi kwenu kwa utakatifu, kwa haki, bila kulaumiwa. Huyo sasa tunasema amebadilishwa maisha. Kubadilishwa maisha ni kutoka katika uovu, ni kutoka katika kuishi maisha ya uovu na kubadilishwa na kuwa mtakatifu na kuwa mtu ambaye anafanya mapenzi ya Mungu. Huduma ya Kristo ni rahisi kuifahamu kwa msingi huu mkuu. Hatutaifahamu huduma ya Kristo kwa miujiza, la hasha. Hatutaifahamu huduma ya Kristo kwa ishara na maajabu, la hasha. Tutaifahamu huduma ya Kristo kwa kuangalia, je, hapo kwenye huduma hiyo maisha ya watu yanabadilishwa? Wako watu ambao wanatubu dhambi zao na kubadilishwa maisha yao? Kwa sababu hilo ndio linafanya mbingu nzima ishangilie. Hilo ndio linafanya malaika wafurahi. Hilo ndio ambalo linamfanya Kristo kuzungumza kwamba yeyote ambaye maana yake atakuwa na huduma kama yake, moyo wake, mawazo yake yatawaza hata juu ya mtu mmoja kutubu, achilia mbali mamia au maelfu. Lakini hataona watu wengi wamekuja, alafu akawacha hivyo hivyo tu bila kuwaza ampate huyo mmoja aliyepotea. Mahali ambapo hakuna mawazo juu ya watu waliopotea katika uovu, katika dhambi, yule anayejiita mtumishi wa Mungu hana wazo juu ya watu kubadilishwa maisha yao, kutoka katika dhambi zao, kubadilishwa na kuacha pombe, kuacha uasherati, kuacha uzinzi, kuacha wizi, kuacha dhambi za kila namna na kumgeukia Kristo na kuishi maisha yanayompendeza. Mahali pa namna hiyo, hata kungekuwa na makelele ya namna gani kwamba ni kanisa la Kikristo, hapo kuna Kristo wa uongo. Hapo hakuna huduma ya Kristo. Huduma ya Kristo ni huduma ya kubadilisha maisha, ni huduma ya kuwafanya watu watubu dhambi zao na kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Kinyume chake
hapo kuna makristo wa uongo wanaofanya kazi. Anaweza kuwa mtu ajijitambulisha kwamba kama hawa makristo wa Brazil, wa Siberia, wa Australia, lakini hapo kuna huduma ya Kristo wa uongo inayofanya kazi. Na leo wengi wetu tunafahamu tuna sehemu nyingi ambayo kunaitwa makanisa ya Kikristo, lakini hawahubiri wokovu. Watu hawaletwi katika kutubu dhambi zao na kumaanisha kuziacha na kumgeukia Kristo na kuokolewa, lakini wanaingia na kutoka na dhambi zao, lakini wanaitwa Wakristo. Mahali pa namna hiyo tunajua hapo kuna huduma ya Kristo wa uongo. Lakini miaka iliyotangulia ilikuwa rahisi kuona huduma za namna hiyo zikiwa hazijulikani kama ni za Kipentekoste, na zikafikia mahali watu kuziita ni dini, mahali ambapo hakuna kubadilishwa maisha, ni dini. Ni dini, mahali ambapo watu wanaingia na kutoka, wanaitwa Wakristo, lakini ni Wakristo wa jina tu. Lakini leo sasa, hata kwa mwavuli wa Upentekoste zimeibuka huduma nyingi mno za Wakristo wa uongo, na ni rahisi kuzitambua kwa msingi mkuu kwamba hakuna kubadilishwa maisha ya watu. Watu wanaingia, lakini wanaelezwa tu habari za miujiza, habari za ishara, habari za maajabu, lakini hakuna msisitizo, hakuna lolote linalozungumzwa juu ya dhambi zao, kwamba waziache na kutubu na kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Ni muhimu kufahamu vizuri na kuzingatia kwamba Yesu Kristo, kama wengi wetu tunavyofahamu, wakati anazungumzia juu ya pepo alisema waziwazi kwamba pepo mchafu amtokapo mtu huzunguka huko na kule akitafuta mahali pa kupumzika asipaone, na anasema nitarudi katika nyumba niliyotoka. Akichungulia na kuiona ile nyumba imefagiwa na kupambwa, anakusanya wengine walio waovu zaidi mara 7 zaidi na kuingia mle. Alikuwa anamaanisha nini? Kwamba mtu yote kama tunatoa pepo kwake, lazima tumweleze kwamba kama hataki kuishi maisha yanayompendeza Mungu, lakini anapamba nyumba yake, anapamba maisha yake kwa uchafu, kwa sababu kimsingi pepo ni pepo wachafu. Kile wanachokiita wao mapambo yanayowapendeza, yanayowavutia ni uchafu. Ni kama wadudu wachafu, inzi. Wao kile kinachowavutia ambacho kama mapambo yanavyoweza kumvutia mtu, wao wanavutiwa na uchafu. Na vivyo hivyo nyumba iliyopambwa kwa uchafu ni mtu mwovu. Manake kama huduma inasema inatoa pepo, lakini hawaelezi watu juu ya dhambi, kutubu dhambi zao na kuziacha na kuishi maisha yanayompendeza Mungu, manake wanatoa pepo vipi sasa? Wanatoa pepo alafu pepo wale wanarudi mara 7 zaidi ndani ya watu wale. Kwa manake eneo lile lote litakuwa ni la watu waliojawa na mapepo kwa wingi zaidi hata kabla ya kuja kwao pale. Kweli si kweli? Sasa hapo kuna Kristo? Hapa hamna Kristo, ni nyumba ya mapepo. Manake mapepo hata kama walitoka,
basi amerudi mara 7 zaidi. Katika Yohana 5 tunaona Yesu akizungumza na mtu yule ambaye alikuwa hawezi kwa miaka 38. Baada ya kupata muujiza, amesimama, amejitwika godoro lake, anaenda na furaha. Alimwambia, angalia, umekuwa mzima, usifanye nini? Usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Hapo ndio kuna huduma ya Kristo. Hata pale ambapo kutakuwa na miujiza inafanyika, lazima Yohana 5:14 itazingatiwa. Watu wataambiwa, umepokea muujiza, angalia, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Kwa kuzingatia kwamba magonjwa na mateso yote, kimsingi chanzo cha yote haya nini? Dhambi. Kabla dhambi kuingia katika bustani ya Edeni, wakati wa Adamu na Hawa, haya yote hayakuwepo. Kwa hiyo mhubiri ambaye kweli ni huduma ya Kristo, hata kama atakuwa anaombea watu kwa ajili ya miujiza, ishara na maajabu, lakini moyo wake wote utakuwa katika kuwafanya watu wasitende dhambi tena. Katika Marko sura ya 2 tunaona mtu amebebwa, hawezi, mpoza, amewekwa kwenye machela na wanatoboa dari ili kumtelemsha. Lakini Yesu akasema, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Kabla hata kumwombea, anazungumzia juu ya kusamehewa dhambi. Hiyo ndio ilikuwa huduma ya Yesu. Hiyo ndio ilikuwa huduma ya Kristo. Na hata walipokuwa nakuja wamefurahia miujiza, mikate, wakaja kwake Yesu akamwambia, mmenifuata kwa sababu mlikula mikate na kushiba. Hicho ndio kilichowafanya mnifuate. Kinakwambia, msikitendee kazi chakula kinachoharibika. Pale ambapo kuna huduma ya Kristo, lazima itazingatia kwamba chochote hiki, miujiza ya mwili, ni chakula tu kinachoharibika, ni chakula kisichodumu. Kwa sababu hata kama mtu angepona, hatimaye atakufa tu, na moyo au mkazo wote utakuwa katika kubadilisha maisha ya watu kuacha dhambi. Pale ambapo hakuna mkazo wa kubadilisha maisha ya watu na wao kuacha dhambi, lazima tujue waziwazi hapo kuna Kristo wa uongo anayefanya kazi. Na tumesema nabii Kiebrania ni mouthpiece of God, ni kinywa cha Mungu ambacho Mungu anakitumia kuyanena maneno yake. Sasa Mungu ni mtakatifu. Wakati wote anapozungumza, moyo wake huzungumza juu ya dhambi, huzungumza juu ya utakatifu, huzungumza juu ya watu kuacha maovu. Wakati wote tukiona Mungu anazungumza, Bwana majeshi asema katika maandiko, utaona tena na tena Mungu alikuwa anawaonya watu kumgeukia, anawaonya watu kutoka katika uovu wao, anawaonya watu kutoka katika njia zao mbaya na kumrudia. Na vivyo hivyo kinywa cha Mungu au nabii, msingi mkuu wa huduma yake ni kuwarejeza watu kwa Kristo, ni kuwatoa watu katika njia zilizokengeuka, ni kuwatoa watu katika uovu, kwa sababu yeye ni kinywa cha Mungu aliye mtakatifu. Wakati wote atakuwa anahubiri usafi, atakuwa anahubiri utakatifu, hatakuwa anahubiri vitu tu vya kupata kwa vya muda.
Tukiwa tumefahamu hayo, hatuna budi vile vile kufahamu kwamba hiki ambacho kimeibuka kwa nguvu sana kila mahali, watu wakijiita manabii alafu wakitabiri juu ya mambo yajayo, au wakizungumza wakiita watu labda na kusema kwamba wewe katika familia ya kwako wewe ni mtoto wa pili kwa wazazi wako. Wazazi wako katika familia ya kwenu mmezaliwa watoto 7 na watoto 2 wameshafariki, wamebaki 5. Wanawake 3 na wanaume 2. Na baada ya masomo yako ulipata kazi nzuri sana, lakini hatimaye ile kazi ikapotea au kafukuzwa kazi katika mazingira tu ya kutatanisha, na tangu wakati ule umekuwa unahangaika sana kutafuta kazi hujapata. Kweli si kweli? Alafu nasikia mtu anasema ndio nabii, yes prophet. Na watu wakisikia vitu vya namna hiyo, watu ambao hawajui maandiko wanaona hapo kuna Mungu. Ndugu zangu, lazima tuelewe kwamba wale waliokwenda kwa waganga wa kienyeji, wapiga bao, wapiga ramli, ukifika kwa mganga anaweza kukwambia kalia tu kigoda, kalia hicho kiti, alafu akaanza kukwambia mambo yako. Anambia wewe hata usinieleze, akaanza kueleza mambo yake. Anachezesha vibuyu vyake, anaangalia vitu vyake vya kishetani, alafu anaanza kukwambia umetoka mahali fulani, ulikuwa na fulani, nyumbani kwako uko hivi, na anaweza kukwambia kila kitu kabisa, ukawa unashangaa amejuaje. Waliokwenda kwa waganga hajaona hayo kwa waganga? Wangapi wameona hayo? Hebu simama kabisa, upunge mkono wako juu. Kwa waganga wanakueleza vitu mpaka unashangaa maisha yako, ndugu zako, mikono hiyo unaiona. Sasa wewe unafikiri mahali popote tu anazungumza hivyo kuna Mungu? Sio kweli. Waganga wanatumia pepo wanaoitwa pepo wa utambuzi. Pepo wa utambuzi, Kiingereza tunatumia neno familiar spirits. Familiar spirits wanaitwa familiar kwa sababu kimsingi shetani yeye alikuwepo kabla ya sisi kuzaliwa. Tumezaliwa, shetani yupo, mapepo yapo. Kwa hiyo hakuna ajabu kwamba shetani anajua familia yako, kwamba mko 5, mko 7, 2 wamefariki, ulikuwa umepoteza kazi hivi. Shetani anajua, alikuwepo kabla yako, anajua. Ndio maana anaitwa familiar spirits. They are familiar with you, they are familiar with your life. Wanafahamu maisha yako kwa sababu wakati unaishi nao wapo. Na kupitia kwa pepo hawa sasa wanaoita pepo wa utambuzi, unaweza kaambiwa. Watu walikuwa nakwenda kwa pepo wa utambuzi, wanauliza. Pepo wa utambuzi wanaweza kufanya kazi vile vile ya kubashiri. Kuna tofauti kati ya kutoa unabii na kubashiri. Kazi za kishetani zinabashiri, zinatoa ubashiri, na ubashiri unaambatana na kazi za pepo tu, kazi za pepo wa utambuzi. Na hizi zilikuwa
ni kinyume kabisa na machukizo mbele za Mungu nyakati zote za Biblia. Na zilichanganywa pamoja na bao. Angalia Mambo ya Nyakati wa Pili sura 33 mstari wa 6. Mambo ya Nyakati wa Pili 33 mstari wa 6. Mambo ya Nyakati wa Pili 33 mstari wa 6, tunasoma tena. Akawapitisha wanawe motoni katika bonde la mwana wa Hinomu, akatazama bao, akabashiri. Angalia neno hilo sasa, akabashiri, kuzungumza mambo ya itatokea hivi, itatokea hivi, itatokea hivi. Kwa uganga, kwa kishetani kuna kitu kinachoitwa kubashiri. Akatazama bao, akabashiri, akafanya uganga, akajishughulisha na hao wenye nini? Wenye nini? Wenye pepo wa utambuzi. Wanaitwa pepo wa utambuzi kwa sababu wanaweza kutambua kabisa vizuri tu maisha yako, ulikotoka na hivi na vile, umetoka wapi, umekuja kufanya nini. Ni pepo hao, wanaitwa pepo wa utambuzi. Akatazama bao, akabashiri, akafanya uganga, akajishughulisha na hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi, akafanya mabaya mengi machoni pa Bwana hata kumkasirisha. Kazi zote hizi za ubashiri na kujishughulisha na hao wenye pepo wa utambuzi, hizi ni kazi zinazomkasirisha Mungu. Sauli katika kurudi nyuma kwake aliwaendea hao wenye pepo wa utambuzi. Kwa kawaida wenye pepo wa utambuzi hao walikuwa na uawa nyakati hizo. Sasa akawa amemwendea huyu mmoja mwanamke aliyekuwa na pepo wa utambuzi ili kuuliza kwake. Katika Samueli wa kwanza sura ya 28, Samueli wa kwanza sura ya 28, Samueli wa kwanza sura ya 28, tunasoma mstari wa 7 mpaka mstari wa 8. Samueli wa kwanza 28, 7 mpaka 8. Ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi. Ndio hao tunazungumza habari zao. Ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi, nipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama, yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine. Anajigeuza, anavaa mavazi mengine ili asionekane, asijulikane kwa watu, ndio yule mfalme, ndio yule. Ni amerudi nyuma, anaenda kwa watu wenye pepo wa utambuzi, kwa wapiga bao, wapiga ramli, wachawi. Basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine, kisha kaenda yeye na watu wawili pamoja naye. Akamfikiria yule mwanamke usiku, akasema, tafadhali unibashirie kwa utambuzi. Sema maneno hayo, tafadhali unibashirie kwa utambuzi. Ndio. Kwa hiyo kuna kubashiri kwa kutumia nini? Pepo wa utambuzi. Unibashirie kwa utambuzi. Ni kazi za kiganga, ni kazi za kishetani. Hakuna Mungu ndani ya kazi hizo, hakuna Kristo ndani ya kazi hizo. Sio tu kwa sababu unasikia wewe amesema hivi, amesema hivi. Ni kweli kabisa alivyosema, wala sijamwambia, wala sijui. Ndio, pepo wa utambuzi wanafanya kazi hizo hizo. Sauli alikwenda hapo, lakini utaona jambo hilo lilimkasirisha Mungu, likamfanya Sauli kuuawa. Alikufa kwa sababu hakwenda kuuliza kwa Bwana, alikwenda kuuliza kwa wenye pepo wa utambuzi. Angalia Biblia yako sasa katika
Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 10. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13 mpaka 14. Mambo ya Nyakati wa kwanza 10 mstari wa 13 mpaka 14. Basi Sauli alikufa kwa sababu ya kosa lake alilomkosa Bwana, kwa sababu ya neno la Bwana asilolishika, na tena kwa kutaka shauri kwa mwenye pepo wa utambuzi aulize kwake, asiulize kwa Bwana. Kwa hiyo akamuua, na ufalme akamgeuzia Daudi mwana wa Yese. Kwenda katika huduma za namna hiyo na kubashiriwa na kuhudumiwa na hawa wenye pepo wa utambuzi kunaweza kukafupisha maisha yako, kunaweza kukakupa madhara makubwa sana katika maisha yako kuliko unavyoweza kufikiria. Hapo hakuna Mungu. Kufanya hivyo ni kumkasirisha Mungu katika maisha yako, na haileti baraka zozote, inakaribisha hasira ya Mungu. Sauli akafa kwa sababu alikwenda kutafuta msaada, alikwenda kuuliza kwa mwanamke mwenye pepo wa utambuzi. Unaweza kuona kuna jambo jingine ambalo tunatakiwa kulifahamu. Huduma za namna hii ambazo zimeibuka kama za TB Joshua, ambazo mtu anabashiri mabaya yataenda kutokea, baya lile litatokea, baya lile litaenda kutokea kule, baya lile litaenda kutokea. Ni muhimu kuelewa kwamba haya mambo yanatokeaje. Alibashiri na kweli ikatokea. Alibashiri fulani akafa na akafa. Hawa ni pepo, ndugu zangu. Kazi ya shetani ni muuaji, kazi yake ni kuharibu, kazi yake ni kuiba. Anachokifanya katika ubashiri wa namna hii ni kitu rahisi sana. Kimsingi kile alichokusudia kwenda kukifanya anakitangaza kabla, halafu anaenda kukifanya mwenyewe. Pepo wale ndio wanaotangaza kwamba kitaenda kutokea kitu fulani 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 fulani, halafu wenyewe ndio wanaenda kukifanya. Hawa waharibifu, wauaji, wezi ndio wanaenda kukifanya. Halafu nasema kimetokea. Ndiyo kimetokea, kwa sababu ni pepo wale ambao wameenda kukifanya. Ndio hao uliosikia kwao kwamba itatokea hivi na vile. Na kilichoko tu ni kwamba ingawa pepo wanaweza wakazungumza kama hivyo, halafu wakasema tunaenda kufanya. Sasa Mungu huweze kuingilia kati na yale mengine waliokusudia kuyafanya yasitimie, wakashindwa kuyatimiza. Tunakumbuka shetani alikusudia kufanya mambo kadha wa kadha kwa Ayubu, lakini hakuweza. Akasema tumekuja kila mahali hapa, tumejaribu kuingia hapa, tumeshindwa, sababu wamemzingira kwa ukigo. Hatuwezi, hebu ondoa ukigo alafu tuingie. Kwa hiyo shetani ana mipaka vile vile. Kwa hiyo anaweza kuyakusudia kufanya haya na yale, lakini akazuiwa kuyafanya. Alafu ndio maana katika ubashiri wa namna hiyo unaweza kukuta hili halijatokea, hili halijatokea, hili halijatokea, hili halijatokea. Lakini ni mlolongo wa kazi tu za kuzimu, ni kazi tu za shetani. Kunakuwa pale ambapo unaona hakuna huduma hiyo
haibadilishi maisha ya watu, haiwaleti watu katika toba, haina mkazo na msisitizo katika usafi na utakatifu. Unajua, chochote kinachozingira huduma ya namna hiyo ni huduma ya Kristo wa uongo. Hakuna Mungu mahali pale. Na hivi ndio mashetani wanavyofanya kazi zao kwa jina la ubashiri. Wanayapanga wenyewe, wanayatangaza, halafu wanakwenda kuyatekeleza wenyewe. Na kama ukijua kwamba hapa kuna hii ni roho fulani inafanya kazi, unaweza kabisa ukaizuia na kusema kile kilichotangazwa akiwezi kutokea katika jina la Yesu. Aliwahi kuzungumza Sheikh Yahya huko nyuma, wale wanaokumbuka, akatangaza kusema mtu yoyote atakayeinuka na kumpinga Kikwete katika uchaguzi atakufa. Mimi nilisimama nikazungumza, hakuna mtu yoyote atakayekufa, hakuna mtu yoyote ampinge na hakuna mtu akufa. Nilitamka hivyo, na wakatangaza mahali, wakazungumza na aliinuka, yuko aliyekufa. Ukishajua hii ni roho inayofanya kazi ya ubashiri, unaweza kuisimamisha, kwa sababu ni roho tu za kuzimu zinazofanya kazi, ni roho za kishetani zinazofanya kazi. Na wewe kwa mamlaka uliopewa kama mtu unayeamini, una uwezo kumwambia shetani huwezi kufanya hiki na hiki. Amen. Pale ambapo Mungu anaeleza katika maandiko kwamba litatokea jambo fulani baya, kimsingi huwa anatuandaa sisi kuweza kulikabili katika uzuri na katika kupita katika hilo bila madhara. Kwa mfano, katika Matendo ya Mitume sura 11, Matendo ya Mitume 11 mstari ule wa 27 mpaka 20 mpaka mstari wa 30. Matendo 11:27 mpaka 30, tunaona kilichotokea hapa. Matendo 11:27 mpaka 30. Siku hizo manabii waliteremka kutoka Yerusalemu hata Antiokia, na tulipokusanyika akasimama mmoja wao jina lake Agabo, akaonyesha kwa uweza wa Roho Mtakatifu kwamba njaa kubwa itakuja karibu katika dunia nzima, nayo ikatukia katika siku za Klaudio. Hapa kuna ni mtu anaonyeshwa sasa na anaeleza juu ya tatizo litakalotokea mbele, na hapa anaeleza njaa kubwa itakuja karibu katika dunia nzima. Sasa baada ya kufahamu hivi, watu wanajipanga kukabili madhara yale ambayo yangekusudiwa kutokea. Na wale wanafunzi, kila mtu kwa kadiri alivyofanikiwa, wakaazimu kupeleka msaada kwa ndugu zao waliokaa Uyahudi. Wakafanya hivyo, wakawapelekea wazee kwa mikono ya Barnaba na Sauli. Unaweza kuona wakakusanya kila kitu, wakakusanya chakula, wakakusanya kila kinachohitajika kwa ajili ya kukabiliana na njaa itakayotokea. Kwa hiyo ikawa sasa madhara yaliyokusudiwa yakawa hayakuweza kufanya kazi vile ambavyo ingekuwepo vinginevyo. Wakati wa Yusufu tunakumbuka vile vile kwamba itatokea njaa, itatokea shibe ya miaka 7, na itatokea njaa ya miaka 7. Sasa kilichotokea katika shibe ile ya miaka 7, watakusanya chakula kwa wingi sana, na ndio chakula hicho kikafanya kazi kukabiliana na wakati ule wa njaa ile ambayo ingekuja.
Kwa hiyo kwa maana nyingine, pale ambapo linazungumzwa kwamba kuna jambo fulani linakwenda kutokea, kuna jambo fulani linakwenda kutokea, lile jambo litakuwa litakuwa lina lengo kwamba watu wajiandae kukabiliana na lile, ili madhara yale yaliyokusudiwa yasiweze kuwa vile ambavyo yangekuwa vinginevyo. Na sasa unaposikia mtu kama hivyo anasema anabashiri itatokea hili au lile, alafu anawaambia watu pray, omba, alafu watu wanaomba, alafu lile tukio linatokea, alafu wanafurahia na kutangaza kwamba ndio inaonyesha kwamba huduma ni ya kipekee sana. Unaona alibashiri hivi, limetokea. Sasa walikuwa naomba nini? Na ile maombi yao ilikuwa ni ya nini? Kama furaha kwenu ndio hiyo kwamba limetokea, na ndilo hilo mnarudia tena na tena, ili kuonyesha kwamba kama alivyosema ndivyo ilivyokuwa, hapo unajua kuna shida kubwa. Kuna shida kubwa. Ndugu zangu, tunabudi kufahamu waziwazi kwamba miujiza kimsingi ni chakula cha watoto. Ni chakula cha watoto. Katika Mathayo 15 mstari wa 21 mpaka 28. Mathayo 15 21 mpaka 28, alitokea mwanamke mmoja Mkananayo, maana yake mtu ambaye hajaokolewa, mtu ambaye sio Mwisraeli, akaja kwa Yesu akitaka binti yake aliyepagawa na pepo apate kupona. Yesu akasema si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia nani? Mbwa. Naweza kuona anaita kupona, pepo kutoka, muujiza, mwanamke kupata miujiza. Anaita miujiza ni chakula cha watoto, watoto wa Israeli, watoto wa Mungu, watoto ambao wameokolewa. Na anasema hiki sio chakula cha kuwatupia, sio chakula cha mbwa. Siwezi kutoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Wewe hujawa mtoto wa Mungu. Unaweza kuona. Kwa hiyo kimsingi miujiza hasa, wale ambao wataenjoy miujiza mikubwa lazima wawe ni watu waliookoka. Ukiona miujiza mikubwa mingi unayosoma katika maandiko, walioipata walikuwa ni watoto wa Mungu. Ibrahim alimwacha baba yake, alikuwa maabudu miungu, akaiacha ile miungu. Maana yake kwa lugha ya leo aliokoka. Na ndio unaona habari za kupata mtoto wa muujiza, Isaka. Ibrahim anaitwa baba wa imani. Aliacha miungu ya baba yake na akaifuata njia iliyompendeza Mungu. Na ndio huyo akapata muujiza huo wa mtoto Isaka. Meshaki, Shadraka na Abednego waliotupa kwenye moto, kwenye tanuru la moto. Wao walikuwa hawako tayari kuabudu sanamu, walikuwa ni watoto wa Mungu wa nyakati hizo. Na miujiza iliwafuata tu kimsingi. Walisema kabla ya kutupwa, ikiwa Bwana anatuokoa katika hili sawa, kama sivyo haijalishi. Lakini kwa namna yote hatuko tayari kuabudu sanamu iliyosimamishwa na Nebukadneza, si ndio? Walikwenda kwenye ile moto bila kujali kama wataokoka sawa, kama moto utawateketeza potelea mbali, lakini hakuna wa kuabudu sanamu. Lakini walipoingia kwenye moto, miujiza ikawafuata. Hivyo hivyo Daniel, yeye alikuwa mtoto wa Mungu, alikuwa anaomba asubuhi, anaomba mchana, anaomba jioni. Hata ilipotolewa amri ya kupiga marufuku maombi, hakuwa tayari kuacha maombi. Alikuwa mtoto wa Mungu, si ndio?
akatupwa kwenye pango la simba. Alipotupwa katika pango la simba, vile vile naye malaika wakaja wakamtoa katika lile pango la simba, wakafunga vile vinywa vya simba wasimdhuru. Alikuwa ni mtoto wa Mungu ambaye Bwana amempigania na kumpa muujiza huo. Na ungeweza kuona na kwenda na kuhesabu hivyo, watu waliopata miujiza mikubwa walikuwa ni watoto wa Mungu namna hiyo. Petro, ikiwa ni wewe njoo Bwana niamuru nije kwako juu ya maji. Petro anatembea juu ya maji. Ni mtoto wa Mungu, sio mtoto wa Mungu? Mtoto wa Mungu. Na Lazaro aliyefufuka baada ya siku 3 kaburini, na baada ya siku 4 kaburini, maandiko yanasema yeye naye alikuwa ni mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda, si ndio? Yeye naye alikuwa mtoto wa Mungu. Kwa hiyo utaona kimsingi hiki ni chakula cha watoto wa Mungu, na pale ambapo watu hawajua watoto wa Mungu, lazima pale ambapo utawahudumia wale watu wapate miujiza kabla, lazima mwisho wake uwe umekuwa mzima, usitende dhambi lisije likakupata jambo lilo baya zaidi. Kinyume chake utaanza kumwambia juu ya msamaha wa dhambi, alafu ndio utakuja kufanya maombezi na kumfanya mtu ainuke kama katika Marko sura ile ya 2. Lakini kwa namna yote ile lazima kuwe na habari ya toba. Lakini huduma nyingi leo zinazoonekana kwenye television ni entertainment industry, ni vitu vya kuburudisha. Yuko na sasa ni kila kona. Yuko mtu mchungaji mwenye kanisa kubwa kuliko makanisa yote kule Marekani, anaitwa Joel Osteen. Ukiangalia vipindi vyake vya television ni burudiko tu, ni burudisha watu tu, ni burudisha wanaingia na kutoka. Kule Marekani watu wanaingia wanavuta sigara, wanaingia wanakunywa mapombe, wanaingia wanatoka, ni maisha tu ya uzinzi, uasherati, lakini wamejazana kwamba ni umati wa watu uko pale. Hapo kuna Kristo uongo. Kristo huyu wa Biblia anabadilisha maisha, na kwamba huduma ni ya Marekani, huduma ni ya wapi, msingi wake lazima uwe huo. Amen. Ni tutafute usafi, tutafute utakatifu. Kama tulivyojifunza, tuache kukimbizana tuna miujiza, na namna hiyo ni rahisi kuingia katika shimo. Na kwa sababu roho hizi zinatajwa ni roho zidanganyazo, ni roho kabili. Ukiingia sehemu za namna hiyo zitakuvaa, zitakuambukiza. Na wengi wanaingia humo kwa sababu ni roho zidanganyazo, wanaingia na wanatoka ni vigumu hata kuambia. Ukijaribu kueleza hawaelewi. Unaweza kutamani kuwasaidia, hawasaidiki. Ni roho. Ile roho ikishamvaa mtu imemvaa. Huo ndio Ukristo. Kinyume chake, nyakati za mwisho utapeperushwa kama karatasi kila kona, na mwisho wake utakufa kama Sauli katika dhambi zako. Mwenye masikio na asikie. Pale ulipo simama juu. Sijui alikufa mwaka 2000 na ngapi sijui. Ni roho kabisa ambaye inadanganya mtu, anakuwa zezeta. Na mkiingia ni kazi sana kutoka. Na shida ni hiyo, kama tulivyojifunza katika somo lililopita, ni hiyo kukimbizana na miujiza, wakati miujiza inakufuata wewe uliamini.